Msingi wa haya yote ili yafanikiwe, amani, utulivu kwanza, mengine baadaye. Vimeanza kuibuka viashiria vya watu kutaka kuturudisha kwenye uchafu ule wa Oktoba 29. Tuwakatae kwa nguvu zote. Na nataka niwaambie, tusije tukakaa tukaridhika tukasema Kagera sisi hayo hayapo. Hata Dar es Salaam hatukuamini kama yatakuwepo, lakini yalikuwepo, yalitokea, sio hivyo? Kila mmoja awe mchunga wa mwingine. Mkiona vikundi vya watu vinakaa Kagondo, hamuelewi wametokea wapi, hebu toeni taarifa kwenye mamlaka za serikali za mitaa haraka iwezekanavyo. Tusikubali kuvuruga na kuhatarisha amani ya nchi yetu. Jana nimemsikia kiongozi mmoja wa upinzani yuko Iringa kule, akazungumza jambo moja likaniogopesha. Akasema huyu mwenezi wa CCM huyu anatumika kutuchokoza ili chama chetu kifungiwe tena kufanya siasa. Akaenda mbali zaidi, anasema ninachomtahadharisha Samia awe makini asije akaturudisha kwenye yale ya mwaka jana. Yaani anasema tusimuarudishe kwenye yale ya mwaka. Maana yake ni nini? Hawa ndio wataalamu wa kutengeneza vurugu, hawa ndio wanaratibu haya mavurugu. Tuambie haiwezekani. Sasa mimi nilipokuwa namsikiliza nikasema huyu si ndiye ambaye mwenezi wetu alimuomba mdahalo na mazungumzo, akasema mimi siwezi kuzungumza na Kenan, lakini kila akisimama anamjibu Kenan. Sasa kwa nini unaenda kumjibia kule ambako hayupo? Anakimbia. Kama unajiweza si uende sasa mkae mzungumze. Anakimbia. Anasema siwezi kumjibu, akisimama jukwani speech yote anamjibu yeye. Na mbaya zaidi sasa, walivyoanza mikutano walituambia wana agenda mbili tu, Tundu Lissu na katiba mpya. Hivi ninyi mnasikia wanazisema tena hizo agenda? Wametoka kabisa kwenye agenda hiyo, sio habari tena. Mtu mmoja wa Chadema wa ndani kabisa, wa ndani sio wa nje, kwenye wale wakubwa pale, kama ambavyo wanasema wao wana taarifa zetu na sisi tuna taarifa zao. Akaniambia mwenyekiti, kama kuna kipindi viongozi wakuu wa Chadema wanafurahia Tundu Lissu kuwa ndani ni kipindi hiki. Yaani yule Heche mnayemuona anaenjoy zaidi Tundu Lissu abaki nje ili yeye apate umaarufu wa nini? Wa kisiasa. Ajitengeneze. Na ndio maana mnaona hawazungumzi tena Tundu Lissu, wako bize na kutukana na kubagaza na kuratibu maandamano na vurugu. Na sisi tuambie haitowezekana. Kwa hiyo nilitaka niwaambie hili likiwa la mwisho, tulinde amani ya nchi yetu kwa wivu mkubwa. Kwa sababu hapa ni mjini, wahuni wanaanziaga mjini, si ndio hivyo? Sasa tuwakatae, tuambie Bukoba itabaki kuwa kisiwa cha amani.